Miongoni mwa mawaziri nchini Israel hawakuridhishwa na mpango usitishaji wa vita katika eneo la ukanda wa Gaza. Sasa umetokea mgogoro ndani ya baraza la mawaziri la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Mgogoro katika baraza hilo la mawaziri ambao unamhusisha Ben Gvir ambaye ni waziri wa mambo ya ndani na mwenzake Bezalel Smotrich waziri wa fedha. Miongoni mwa jambo muhimu ambalo wanalitaja ni kusambaratisha baraza la mawaziri la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Lakini je, watafanikiwa? Kusitishwa kwa vita kati ya Israel na kundi la Wapalestina katika ukanda wa Gaza ni kutokana na nguvu kubwa iliyotumiwa na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump, ambaye ndiye alikuwa anahusika zaidi katika utoaji wa misaada kwa ajili ya taifa hilo la Mashariki ya Kati na la Kiyahudi. Lakini kufuatia kutangazwa makubaliano kusimamisha vita na kubadilishana mateka kati ya Israel na wanaharakati wa Kiislamu wa Palestina Hamas, Itamar Ben-Gvir, waziri wa mambo ya ndani ama waziri wa usalama wa ndani katika utawala wa Israel, ametangaza kupinga vikali makubaliano hayo na kutishia kulisambaratisha baraza la mawaziri la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Ben-Gvir amesema kuwa Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, alimwahidi kuwa angeivunja Hamas na kusema kama hilo halitafanyika, yeye na mawaziri wenzake watalivunja baraza lake la mawaziri. Inaonekana kuwa mgogoro wa nyuma ya pazia umepamba moto ndani ya baraza la mawaziri la Israel kutokana na kile ambacho bwana Ben-Gvir anaona kwamba ni waziri mkuu Benjamin Netanyahu kushindwa kutimiza ahadi zake. Lakini pia ikumbukwe kwamba moja kati ya kazi kubwa ambayo imesababisha juu ya kusitishwa kwa mapigano si tu kufanywa na waziri mkuu Benjamin Netanyahu, lakini pia ni moja ya kazi kubwa iliyofanywa na ulimwengu, hasa kukemea mauaji katika eneo la ukanda wa Gaza. Itamar Ben-Gvir amesema kuwa Netanyahu, waziri mkuu wa utawala wa Israel, anaonekana kuwa ameushindwa mgogoro dhidi ya Hamas na ameshindwa kulitokomeza kundi hilo la Hamas, na kimsingi anapaswa kuachia madaraka. Bwana Ben-Gvir ametoa makataa ya wazi ambapo amesisitiza kuwa harakati ya Hamas inapaswa kuvunjwa kama sharti la kusalia mamlakani baraza la mawaziri la Netanyahu, la sivyo chama cha Jewish People kitajitoa kwenye serikali hiyo ya mseto, tishio ambalo si tu linamkabili Netanyahu bali limeuweka muundo wake wa kisiasa katika hali mbaya ya kisiasa, hasa ikizingatiwa kuwa kura yake ya hapana pamoja na Bezalel Smotrich, waziri wa fedha wa utawala wa Israel mwenye msimamo mkali dhidi ya makubaliano hayo, ameanika wazi hitilafu kubwa za kidiplomasia zilizopo ndani ya utawala huo. Smotrich amesema kuwa Israel inapasa kuharibu Gaza kikamilifu baada ya kuachiliwa huru mateka wa Israel kutoka katika eneo la ukanda wa Gaza. Lakini pia mivutano hii mikubwa si tu inaashiria kutoafikiana kimbinu kuhusu makubaliano kusitisha vita katika ukanda wa Gaza, bali ni ishara ya kuwepo mzozo mkubwa baina ya malengo ya kiitikadi ya mrengo wa kulia wa Israel na uhakika wa mambo ya ndani na katika uga wa kisiasa ndani ya Israel. Mrengo wa kulia wenye itikadi kali wa Israel, ambapo Ben-Gvir ni mwanachama mwenye ushawishi mkubwa humo, unanyosha kidole cha lawama si tu dhidi ya Netanyahu pekee bali dhidi ya utaratibu mzima wa kijeshi na kisiasa wa Israel, lengo lake likiwa ni kuendeleza uvamizi na kuharibu misingi yote ya wapiganaji wa Palestina Hamas, mpango ambao kivitendo unachochea na kuendeleza vita vya pande zote mbili ambavyo hadi sasa havijakuwa na manufaa yoyote zaidi ya kusababisha uharibifu na kutengwa kwa Israel kimataifa. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo. Ni mpango ulioanzishwa na Bezalel Smotrich miongoni mwa mawaziri katika serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ambaye kwa namna moja ama nyingine anashirikiana na mwenzake katika baraza hilo la mawaziri, ambapo wanaona kwamba namna ambavyo Israel imefanya katika kipindi hiki la kutoatokomeza wapiganaji wa Hamas ni kosa kubwa mno, lakini pia ni jambo ambalo hawaridhiani nalo, na hivyo wanasema wanaweza kulisambaratisha baraza la mawaziri la waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Kwa hakika vitisho vya Ben-Gvir ni mchezo wa utunishaji misuli wa pande mbili. Kwa upande mmoja anajaribu kumlazimisha Netanyahu kuchukua msimamo mkali zaidi dhidi ya Hamas ili kulinda nafasi yake ya kura, na kwa upande mwingine kwa kuibua mgogoro huu amekusudia kumkwamisha kimkakati Netanyahu, hatua ambayo hatimaye itadhoofisha nafasi ya Netanyahu na kuandaa uwanja wa kurithiwa nafasi yake na mipango mingine yenye mwelekeo ya mrengo wa kulia.
Uchukuaji maamuzi huu wa pande mbili za sarafu ni moja kati ya sababu kuu ya kusambaratika ndani ya utawala wa Israel, lakini baraza la mawaziri la Benjamin Netanyahu likiwa limegawanyika katika sehemu mbili. Mosi, kuna kundi ambalo linafahamu wazi kuwa hakuna njia nyingine ili kufanya mazungumzo na kuwarejesha nyumbani mateka, na kundi jingine ni lile linaloongozwa na Ben Gvir na Smotrich ambalo linaamini kuwa hatua yoyote ya kusalimu amri na kuachana na malengo yaliyotangazwa ina maana ya kusaliti malengo ya itikadi yao. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.